Nigeria kuomba msaada kwa taifa la Mali. Tunapoongelea Mali utakuwa unamuongelea Kanali Assimi Goita ambaye alipindua ili taifa 2021 na akaingia baada ya kuona vitu haviendi sawa. Lakini ni taifa ambalo ni mojawapo ya mataifa yanayounda umoja wa Sahel. Umoja wa Saheli ambapo ni mataifa matatu. Mali yenyewe, Burkina Faso na Niger. Mpaka bendera yao wanayo. Mpaka wimbo wao wa taifa kwa haya mataifa matatu wanao. Na Mali, Niger na Burkina Faso ni mataifa ambayo yalikuwa yako kwenye umoja wa yalikuwa kwenye ECOWAS. ECOWAS ni wasema umoja wa kiuchumi. Kwa sababu tangu ulivyoundwa mwaka 1975, lengo lilikuwa ni kushirikishana masuala ya uchumi na kutatua changamoto za umasikini zilizoko kwenye ukanda wa West Africa. Lakini kingine pia masuala ya usalama. Lakini lengo likawa limebadilika, sasa imekuwa ikitumika kama chombo cha kupresha yeyote ambaye anajaribu kupinga au kupingana na Mfaransa. Kwa hiyo sasa leo hii Nigeria ambayo ilikuwa inalaumu sana, kwa sababu Nigeria ndio inajulikana kama Big Brother katika huo ukanda huo wa West Africa. Ni taifa dogo lenye msongamano wa watu kibao, lakini taifa linalosumbuliwa na ugaidi, Nigeria hii. Lakini Nigeria sasa imeomba msaada kutoka kwa Mali. Hii ni baada ya kauli ya Donald Trump, mnakumbuka juzi hapa, ambapo Donald Trump alilaumu Boko Haram. Maana unajua kuna kaskazini mashariki mwa Nigeria na kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambapo kuna jamii mbili na hizi jamii zinapigana. Jamii ya Kikristo na jamii ya Kiislamu, ambazo hizi zimekuwa zikipigana, na hii yote imesababishwa na wakoloni. Wakoloni walikuwa hawajali, wanaweza wakachukua jamii hii na jamii hii bila kujali tamaduni zao, wakawachanganya pamoja, au wakachora mstari jamii hiyo moja ikajikuta iko upande mwingine na jamii nyingine ikajikuta iko upande mwingine. Ndio maana ukifuatilia hata migogoro ya Kongo Mashariki, pia hata nyuma kabisa ukirudi, wakoloni pia wamechangia, kwa sababu weka mstari hapa huku na nyinyi huku, kwa hiyo wakajikuta wako namna hiyo. Kwa hiyo Nigeria pia matatizo yanakuja yako hivyo. Kwa hiyo Donald Trump sasa akawa amelaumu utawala wa Nigeria kuwa hauko serious, kwa sababu watu wanakufa. Yaani haya makundi ya kigaidi yanaweza yakainuka tu hivi yakaua watu hata 100. Sasa juzi hapa ni mchungaji mmoja ambaye alikuwa anazika hao Wakristo, ambao Wakristo kama 100 na hivi walikuwa wameuliwa na wakawa mazikwa sasa kwenye kaburi la pamoja. Akaomba msaada, akasema tunaomba mataifa makubwa yaangalie hiki kinachoendelea hapa Nigeria. Ndio pale tunakumbuka Donald Trump sasa akasema, akaiambia kule Pentagon wajiandae ikibidi kwenda kufanya nini, kwenda kuondoa utawala wa Bola Tinubu. Bola Tinubu ambaye ni rais wa Nigeria, ambaye siku zote anaonekana ameegemea sana upande wa magharibi hususan ni Ufaransa, lakini kidogo kama kawa ameanza kutoka na kuanza kuelewa upande mwingine wa mashariki. Na ndio maana unaona baada ya ile kauli ya Donald Trump kusema kuwa tunataka tuje Nigeria na vitu vya namna hiyo, mtakumbuka China liingilia. China akasema Donald Trump akae kimya kwa sababu awaachie watu uhuru wao. Ukweli ni kwamba Wakristo na Waislamu wote wanauawa kwenye hayo maeneo. Sio Wakristo tu peke yake. Pamoja na kuwa mgogoro huko mkubwa sana inaonekana ni kati ya Wakristo na Waislamu, lakini ukweli ni kwamba wote wanauliwa. Kwa kikubwa zaidi ni kundi la kigaidi la Boko Haram lililoko pale katika taifa hili la Nigeria, ambalo pia kuna kundi lingine dogo ambalo kundi hili lina linki moja kwa moja na Islamic State. Kwa hiyo haya ndio yanayofanya sasa matokeo hayo yanakuwa mabaya zaidi na Boko Haram kwa namna ilivyo. Kuna bwana mmoja alikuwa ni afisa kwenye serikali ya Nigeria, akasema kuwa jeshi pia la Nigeria linaonekana na lenyewe huwa linashirikiana kwa namna fulani na kundi hili la Boko Haram.
Nadhani ndio maana Donald Trump akawa ni mkali. Ingawa sasa Donald Trump yeye badala ya kuweka diplomasia akaamua kuwa hili swala liwe ni swala la kijeshi. Kwa ndipo hapa sasa pameonekana pamekuja, kwa sababu waziri wa ulinzi wa Nigeria na waziri wa ulinzi wa Mali walikutana, lakini ni waziri wa ulinzi wa Nigeria ndo alienda Mali kwenda kuongea kuwa sasa wanaanza kushare taarifa za kiintelijensia. Taarifa hizi za kiintelijensia kwa maana gani? Kwa maana kwamba kundi linaloisumbua Mali ni kundi linajulikana kama JNIM, kitu kama hicho. Sikumbuki kama nakumbuka, sijui kama nakumbuka sana kirefu chake. Wanasema ni Jamaa Nasra al-Islam wa Muslim, hivyo JNIM, tufanye tu hivyo. Kirefu hicho sikumbuki vizuri. Kwa hiyo hili kundi ndio linalosumbua pale Mali. Lakini pia na Islamic State, ISIS, wako na wenyewe pia pale Mali. Na wamesogea tena mpaka huku upande wa Nigeria. Kwa hiyo sasa wanashare intelijensia, hizi taarifa za kiintelijensia, kushare kwa maana kuwa kama watashirikiana Nigeria na Mali, it means kwamba ili kundi halitaanza yani maana lenyewe limeanza kujitanua sasa, linaingia mpaka upande wa Nigeria. Na Nigeria wanasema wana intelijensia za ili kundi ambalo ndio linaua watu. Lakini pia Mali sasa wao ni wazoefu wa kupigana na haya makundi, kwa sababu wao kama mnavyojua ukanda ule wa Sahel, ndugu zangu, namna ambavyo wamekuwa wakipigana kweli kweli na haya makundi ya kigaidi ambayo yamekuwa yanafanya usalama wa mataifa haya unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo Mali wao wana uzoefu wa kupigana na haya makundi, wakati upande wa pili wao wana intelijensia. Kwa wanasema wakishirikiana kwa pamoja wana uwezo sasa wa kufanya nini? Wana uwezo wa kuondoa haya makundi ya kigaidi. Sasa itakuja kuwa ECOWAS, ndio tunakumbuka wakati Niger imepinduliwa na Abdrahman Chiani, mnakumbuka Ufaransa alikuwa anaitumia Nigeria kama ndio kikaragosi wake wa kutaka kwenda kuyavamia haya mataifa. Leo imekuwaje Nigeria kuomba msaada kwa Mali? Imekuwaje? Kwa sababu kama ukiomba msaada kwa Mali, timisi umeomba msaada kwa Burkina Faso, umeomba msaada kwa Niger. Leo inakuwaje ninyi ambao ndio mlikuwa mnalaumu mapinduzi haya, mkisema kwa haya mapinduzi ni mapinduzi ya kishetani, mapinduzi haya hayana uhalali wowote, imekuwaje leo mnaenda mnaomba msaada kutokea huko? Je, likoje? Lakini wachambuzi wamejaribu sana kujaribu kuionya Mali kuwa Mali wawe makini na hawa Nigeria, kwa sababu yawezekana, maana unajua kwenye ulimwengu wa sasa script huwa zinaandikwa kwa lolote lile, inawezekana kuwa je, hii ni kweli ni Nigeria wenyewe ndio wameamua kuomba kushirikiana na Mali, au ni janja ya Marekani pamoja na Wafaransa kuwa watake kuwa nasa hawa Mali katika mtego wao ambao mtego wameuweka. Kwa sababu ni Nigeria hawa waliokuwa wanailaumu Mali wakaiwekea na vikwazo. Maona wakaweka na vikwazo hivyo vilivyowekwa vikaiathiri kweli Mali pamoja na Burkina Faso. Ni hawa Nigeria. Na Nigeria, Bola Tinubu ndo alikuwa mwenyekiti wa ECOWAS kabla huyu rais wa Sierra Leone anaitwa Mada Bio ambaye kabla hajaingia kwanza. Lakini huyu ndo alikuwa mwenyekiti, huyu Bola Tinubu, ambaye Bola Tinubu isingekuwa ni ushauri wa Vladimir Putin na Urusi, Korea Kaskazini pamoja na Uturuki kuweza kuwasaidia hawa miamba, mpaka leo tungekuwa tunaongea kitu kingine, kwa sababu Putin ndio aliwaambia waunde umoja wa kijeshi waweze kushirikiana hawa watatu, ili uvamizi wowote utakapokuja basi kwa namna hiyo waweze kukabiliana nao. Ndio wakaunda umoja huo wa kijeshi, na Putin akawapa kundi la Wagner wakaja huku kwa ajili ya kudili sasa na hao wanaotaka kuja kuwavamia. Nafikiri mnakumbuka vizuri sana. Sasa leo imekuwaje? Au ni kwa sababu umetishiwa na Donald Trump amekuambia nitakuja ni kuvamia? Na Trump aliongea akasema huyo Bola Tinubu tuna uwezo wa kumchukua bila
Intelijensia yani ni dharau za namna gani? Bila intelijensia ya Nigeria kujua amechukuliwa. Na akarifaa akasema kuna watu tukujaa kuwachukua hapo na nchi haikujua chochote na tukaondoka nao. Ndicho alichokuwa anawaambia Nigeria kuwa, au rais huyo wa Nigeria kuwa, yani dakika tutakuwa tumesha kuondoa hapo, tutakuwa tumesha kuchukua na wewe mwenyewe, tukupeleke mahali panapotakiwa. Lakini sasa kwa sasa Nigeria imegeukia upande wa Mali kuomba msaada. Tuachie maoni yako kwenye comment. Je, wewe unaonaje hili likoje? Unalichukulia katika picha gani? Lakini wachambuzi wamemuonya Mali kuwa awe makini. Asanteni sana.